Tunazidi kusonga mbele na sehemu hii ya 8 ya simulizi inaitwa Kimya Kizito, iliyoandikwa na Hansi Marcelini. Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mixi. Nambari zetu ni 0677 062 012. Kama utakuwa unakumbuka vizuri, sehemu iliyopita ilikuwa ni sehemu ya 7 tulipokuwa tumeishia. Ilikuwa ni pale ambapo Abi ambaye ni mama yake na Leila alikuwa anamsimulia tu binti yake Leila ni kitu gani ama chanzo gani kilichopelekea aolewe na hilo dubwasha ambalo kila siku lilikuwa linamfuatilia. Na sasa tulisha pale ambapo Abi tayari alikuwa na mimba ya Leila na alikuwa anawaza na kuwazua ni kitu gani kitaendelea mara baada ya kuambia kwamba huyo mtoto aliyoko tumbani sio wake tena. Karibu sana, hii ni sehemu ya 8. Miezi michache baadaye, Abi alikuwa amelalia ubavu wake wa kushoto na huku mkono wake mmoja ulikuwa juu ya tumbo lake akiwa anasugua tu polepole. Alikuwa anapata ishara kwamba siku ya kujifungua ilikuwa inakaribia. Alikuwa anaona ni kama vile jana tu ndio siku ambayo alikuwa amepata ujauzito, lakini ukweli ni kwamba zilibaki wiki 2 tu aweze kujifungua mtoto huyo. Ni kweli alikuwa tayari kupata huyo mtoto. Miezi michache nyuma iliyopita ilikuwa ni migumu sana kwa Abi. Alikuwa anazipokea ndoto za ajabu zenye kuogofya zisizokuwa zinahesabika kwa siku. Alikuwa anaviona vitu na kusikia sauti za ajabu tu. Alikuwa anahisi ni kama kuna mtu alikuwa akimwangalia kwa ukaribu kipindi chote cha ujauzito. Na kuna muda pia alikuwa anahisi kama kulikuwa na mkono ulikuwa unasugua tumbo lake hivi. Na hilo kipindi lilipokuwa linamtokea, kuna hisia nzuri ambazo alikuwa anazisikia mpaka kupelekea kupata usingizi mororo kabisa. Nipo sebuleni hapa naangalia mpira kama utakuwa unanihitaji. Ilikuwa ni sauti ya mume wake Bwana Daniel ikimweleza vile Abi wakati bado alikuwa amelala kitandani kwa kulelea ubavu wake wa kushoto, na huko alikuwa anaendelea tu kuchezea tumbo lake. Alfred yuko wapi? Hayupo, anatafuta tu usingizi huko. Oh, ya, naweza kukuletea maji labda? Mimi niko sawa tu baby. Nachotaka sasa hivi na usingizi mwema tu, lakini ni kitu ambacho tunajua wote kwamba hakiwezekani. Lakini umeweza kuvumilia mpaka hapa sasa, wiki chache tu zimebaki, hazitokuumiza mke wangu. Abi aliacha tabasamu dhaifu. Najua ndio baby kwamba ni wiki 2 tu ndizo zimebakia na nadhani tunaweza kurejea katika hali ya kawaida. Danieli akainama na kisha kumbusu Abi kwenye midomo yake. Usijali kabisa, tuko pamoja mke wangu. Najua hilo mume wangu. Kwa hivyo taniita basi, mimi niko sebuleni kama mtakuwa unahitaji chochote nipwe. Sawa mpenzi. Alitabasamu tu kabla ya kuelekea nje ya chumba hicho. Abi aliyafumba macho yake na kujaribu kulala. Kitu pekee ambacho alikuwa anakihitaji ilikuwa ni kulala hata kidogo, kwa sababu kitu hicho alikuwa ameshindwa kabisa kukipata kwa miezi huko nyuma ambayo alikuwa amepitia tangu abebe ujauzito. Alikuwa ni mtu wa kulala dakika 2 tu na kisha anashtuka. Basi huo ndio ulikuwa ni mfumo wake kamili katika maisha yake. Akiwa ameupata usingizi dakika chache baadaye, Abi alishtuka mara baada ya kile ambacho alikuwa amekisi kwamba ni ndoto za usiku, nightmares. Katika ndoto hiyo aliona kabisa kwamba alikuwa anajitahidi kwa nguvu zake zote kumsukuma mtoto kutokea katika tumbo lake. Akanyanyuka na kisha kuketi, lakini alihisi kama kuna mtu alikuwa anamtazama hivi. Mara ghafla kile kiumbe ambacho alikiona kule makaburini kilitokea ndani ya chumba hicho. Kilikuwa kinatisha mno kusema ukweli. Kilikuwa ni cheusi kabisa kama vile kivuli. Macho yake yalikuwa ni mekundu na kuna kingine ambacho kilikuwa kinaonekana katika uso wake zaidi ya macho hayo tu ambayo yalikuwa yanaonekana kutisha kusema ukweli. Abi alijaribu sana kupiga kelele kumuita mume wake Danieli, lakini alishindwa kabisa na kujikuta sauti ilikuwa haitoki. Hofu ndio ilikuwa imemtawala muda ule. Kile kiumbe kilibaki kilikuwa kinamtazama tu kwa jicho ambalo hili halikuonekana kuwa la mwisho. Kilikuwa kinaendelea tu kumtazama hivyo hadi pale kilipoamua kupotea mahali pale. Ghafla Abi alianza kuhisi kutembea kwa kitu kulikoambatana na kimiminika chenye joto kuelekea chini ya mapaja yake. Alianza kupiga kelele Abi kumuita Danieli mumewe. Danieli aliingia chumbani humo na kisha alipoona kilichokuwa kinatokea ndani humo,
Akainyakua simu yake na kisha kuanza kumpigia daktari wake wa dharura. Baadaye mke wake Abi alichukuliwa na kupelekwa hospitali. Huko alijifungua salama kabisa mtoto wa kike. Zilipita wiki 2 tangu Abi ajifungue salama kabisa mtoto wake wa kike. Alikuwa amechoka kweli kweli kutokana na kutopata nafasi ya kupumzika kwa wiki 2 zilizokuwa zimepita. Yote ilitokana na kwamba mtoto huyu alikuwa analia bila kunyamaza, na hakukuwa na sababu yoyote, hasa usiku. Unaweza kunisaidia kumshika mtoto kidogo nikaoge? Abi alizungumza bila kumuuliza mumewe Daniel kwa sauti ya ukali. Daniel alimtazama na kisha alitikisa kichwa. Hapana. Abi alibaki kimya tu, alikuwa anamtazama mumewe. Hakuwa anaelewa kabisa ni kwa nini mumewe Daniel alikuwa ni mkali kwa mtoto ambaye hakuwa akijua lolote. Daniel alikuwa hajawahi kabisa kumshika mtoto huyo tangu siku ya kwanza kabisa kuzaliwa wiki 2 zilizopita. Na sio kumshika tu, bali hata kumtazama alikuwa hataki Daniel. Lakini hiyo yote sio sawa kabisa Daniel. Kwani huyu mtoto amekukosea kitu gani mpaka hutaki kabisa hata kumshika? Huyu mtoto sio wetu kabisa, mke wangu. Pati picha kabisa namna ambavyo utakuwa na mnyanyapa mtoto wetu. Daniel alitikisa kichwa chake tu. Wacha niandae chumba kwa ajili ya sherehe. Daniel alielekea nje ya chumba hicho. Ilikuwa ni siku ambayo Kingo Mmegwa alikuwa anatakiwa kufika pale katika nyumba hiyo kwa ajili ya sherehe ya kutoa jina kwa mtoto. Na ndio ulikuwa ni wakati mzuri kabisa kwa familia hiyo kumuuliza kuhusu chumba ambacho roho ya kijana wao itakuwa inaishi nyumbani hapo. Abi kule chumbani alimbadilisha mtoto nguo vizuri kusudi alale, na mara baada ya hapo akamweka kwenye kitanda chake na kumwacha, na kisha akazishujua nguo zake na kuelekea bafuni. Aliingia katika sehemu ya kuogea na kisha kuanza kuoga, lakini kabla hata ya kumaliza kuoga aliusikia mlango wa kuingilia chumbani humo ulikuwa nafunguliwa na kisha baadaye kujifunga. Akazisikia hatua za nyayo nje ya bafu hilo alilopo yeye. Hakuwa anaogopa Abi kwa sababu akili zake zilimtuma labda pengine huyu alikuwa na mumewe Daniel. Yeye alikuwa anaendelea tu kuoga huko bafuni. Lakini dakika chache baadaye akasikia sauti ilikuwa inambembeleza mtoto kwa kumwimbia wimbo. Lala mtoto, lala mtoto, ndege wote wamelala, lala mtoto. Ani huyo ni wewe? Alimuita vile Abi mumewe kwa sauti, lakini hakuna jibu lolote ambalo alikuwa amelipokea. Alioga haraka kule bafuni na kisha alifunga maji. Alichukua taulo lake upesi na kisha kuanza kulizungusha katika mwili wake, na kisha akazipiga hatua kutoka nje ya bafu hilo. Alifika chumbani na kutazama chumbani humo, lakini hakuna yeyote ambaye aliweza kumuona. Mtoto alikuwa pale pale tu, tena alikuwa amelala kama vile alivyokuwa amemwacha mwanzo. Haya, mbona ni maajabu haya? Alizungumza vile tu Abi. Alianza kuzipiga hatua kumsogelea tu mtoto pale kitandani. Alipomfikia alishangaa kweli kweli kumwona mtoto alikuwa hali, ingawa alikuwa macho. Mara zote mtoto huyu akiwa macho basi ilikuwa ni lazima alie, lakini hapo alikuwa anaonekana kwamba alikuwa macho na hakuwa analia kabisa. Hakika hilo likamshangaza kweli kweli mama yake. Alibaki tu alikuwa ameagadisha macho yake, alikuwa anamtazama tu mtoto wake kwa muda kidogo, na wakati alipoyagandua macho yake na kutazama pembeni, alimuona ule kiumbe ambaye alimuona siku ya kwanza kabisa makaburini akizipiga hatua kuelekea bafuni. Daniel! Daniel! Abi akajikuta alikuwa anapiga makelele kwa nguvu kumuita mumewe. Vipi, nini tatizo tena mke wangu? Daniel ambaye tayari alikuwa ameshafika chumbani aliuliza vile. Abi hofu ilikuwa imemtawala katika moyo wake. Alibaki alikuwa anatweta tu, na huku alikuwa anashindwa kabisa nini ajibu. Daniel ilibidi sasa arudie tena kuuliza swali lake. Ni kitu gani kimetokea tena mke wangu? Abi alisha kunyosha mkono wake tu na kuelekezea upande wa bafuni. Daniel alianza kutembea kuelekea bafuni. Aliingia mpaka ndani ya bafu hilo. Akatazama huku na kule, lakini hakuna chochote ambacho aliweza kukiona. Aligeuka na kisha kurejea pale chumbani. Mbona hakuna kitu mle mke wangu? Nafikiri nilikuwa nimesikia kama kuna mtu alikuwa anamwambia mtoto wimbo, lakini ile tu narejea kutokea bafuni sikuona chochote, na mara baada ya muda nilikiona kiumbe kilikuwa kinaelekea huko bafuni. Mke
Kiumbe gani mke wangu? Ni kama kile ambacho kilichonitokea makaburini kipindi kile. Abi mke wangu, hebu achana na hizo kumbukumbu bwana. Huyo kiumbe ni fikra zako tu ndizo ambazo zinaona hivyo. Hebu relax bwana mke wangu, sawa? Lakini sio hivyo kabisa Danieli. Nimemwona kabisa na sijui ni kwa nini hutaki kabisa kuniamini mimi katika hilo. Alilalamika vile Abi. Danieli alibaki tu alikuwa anamtazama mke wake kwa hasira na kuona alikuwa anamchezea akili yake tu. Ilikuwa imeshatimu saa 3 za usiku na Kingo Megwa pamoja na watu wake walikuwa tayari wameshawasili nyumbani kwa Danieli. Walishuka nje ya gari ambalo walikuwa wamekuja nalo na wakaanza kujongea kuelekea mlango wa kuingilia ndani ya nyumba ya bwana Danieli. Kingo Megwa aliugonga mlango ule mara 3 mara baada ya kufikia, na Danieli alikuwa ameshafika pale mlangoni kwa ajili ya kuwafungulia. Aliwafungulia wote mlango huo na kuwasalimia kwa bashasha kama kawaida. Kabla ya kuwaruhusu kuingia ndani humo, aliwaongoza moja kwa moja katika chumba ambacho hapo awali kilikuwa kimesafishwa kwa ajili yao, na kisha akaenda kumchukua mke wake pamoja na mtoto huyo ambaye alizaliwa. Abi neva zake zote zilikuwa juu sana muda ule. Hisia za ugonjwa zilikuwa zikilikabili tumbo lake, na laiti kama swala hilo lingelikuwa juu yake yeye, basi alikuwa tayari kabisa kumficha mtoto wake asimuonyeshe kabisa kwa bwana Kingo Megwa. Lakini hii hapa ni kwa faida yetu sisi Abi, jua hilo. Danieli alizungumza vile mara baada ya kuiona hali ambayo mke wake alikuwa nayo huko chumbani ambako alikwenda kuwachukua yeye pamoja na mtoto. Natamani hata kungekuwa na njia nyingine kwa ajili ya kulimaliza hili jambo Danieli. Mtoto wangu bado ni mdogo sana. Lakini tambua kwamba tunafanya kwa ajili ya mtoto wetu Alfred, umesahau hilo? Tunafanya kwa ajili ya mtoto wetu wa kiume ambaye sasa hivi anaelekea miaka 7 mke wangu. Alizovuta pumzi kwa nguvu na kisha kuzishusha taratibu. Kwa ajili ya Alfred. Alizungumza vile tu Abi na huko alikuwa ananong'oneka mwenyewe. Akalichukua vazi la kulalia ambalo hili lilikuwa linafanana kabisa na joho. Akambeba mtoto katika mikono yake na kuanza kutembea kuelekea nje ya chumba hicho. Mume wake Abi alikuwa anafuata nyuma tu karibu kabisa. Alipoingia katika chumba ambacho watu wa familia ya bwana Kingo Megwa walikuwa wamekusanyika, wote walisimama na kisha kuanza kupiga vigelegele. Akampeleka mtoto kwa mganga ambapo mara baada mganga huyo kupewa mtoto huyo, alikwenda kumweka juu ya jamvi lililokuwa katikati kabisa ya chumba hicho. Walipoketi tu chini, bwana Kingo akampatia kipande cha karatasi Danieli ambapo naye alikipitisha hicho kikaratasi kwa kila mmoja ndani ya chumba hicho chote. Jina lake ni Leila. Huo ndio ujumbe uliokuwa unasomeka kwenye hicho kikaratasi. Leila. Mganga akalitaja jina hilo kwa sauti ya juu kabisa. Alianza kutikisha mwili wake akiwa anatetema kama mayele wa Yanga. Alianza kutikisa mwili wake akiwa anatetema kama mayele wa Yanga, na huku mikono yake alikuwa anaipigisha kupiga makofi ambayo yalikuwa yanatoka kwa sauti mithili ya ngoma hivi. Watu wengine wa familia hiyo ya bwana Kingo Megwa walianza kuimba kwa lugha ambayo ilikuwa ni lugha ya ajabu kabisa. Kibena sio Kibena, Kiingereza sio Kiingereza, Kifaransa sio Kifaransa, na huko alikuwa anapiga makofi ambayo yalikuwa yanasambaa kabisa hewani. Nyankolongo, nyangunya, nyangunya, eshikulunchicha, engolongolo manyanya lelo, baba nkolongolo senga na Leila wa kengolingo baba. Ghafla chumba hicho kilikuwa ni cha joto na harufu ya moshi ikaiteka hewa ya chumba hicho. Abi alipotazama katika pembe ya mwishoni mwa chumba hicho, aliona moto ulikuwa na waka barabara kabisa. Mungu wangu. Abi alishtuka kweli akionekana kutoamini kabisa kile ambacho alikuwa nakiona. Hiyo ni ishara. Kingo Megwa alizungumza vile kimshangao kweli na kisha kila moja katika familia ya bwana Kingo akapiga vigelegele. Mganga alimchukua Leila na kisha kumrusha juu hewani. Tunakupatia Leila, binti wa usiku wa malkia wa kuzimu. Uwe naye na umle.
Lile dubwasha likatokea katikati ya moto na kisha kuacha tabasamu kwa kila mmoja ndani ya chumba hicho kabla ya kuzungumza kwa sauti ya chini. Wewe ni wangu milele. Kingo pamoja na familia yake wakaziacha kelele za furaha mara baada ya kutambua kwamba roho ya kijana Seseseko ilikuwa imemkubali mtoto Leila kwamba ni wa kwake. Moto pamoja na lile dubwasha taratibu vilipotea na kuondoka kabisa. Ukimya ulitawala mara baada ya tukio hilo kwa kila mmoja. Wakati ule Abi alikuwa anatiririkwa na machozi, maskini ya Mungu. Na huko alikuwa anashangaa kweli muda wote wa sherehe hiyo mtoto wake alikuwa kimya kabisa. Alikuwa anashangaa kwamba mtoto alikuwa asumbui kabisa. Yule mganga akamrejesha mtoto kwenye jamvi kabla yeye hajaamua kuketi sakafuni pia. Wote walikuwa kimya tu wakiwa wanamtazama yeye wakati alipokuwa anatwanga miti shamba ambayo hii ilikuwa imekauka na kuifanya iwe unga kabla ya kuichanganya na majivu pia. Alipomaliza zoezi hilo alimchukua Leila tena na kisha alianza kumchanja chale sehemu za kichwa chake pamoja na masikio. Alikuwa anatumia wembe mpya kabisa. Leila alikuwa analia kwa sauti ya juu wakati mganga alikuwa anapitisha wembe katika ngozi yake. Sauti hiyo ilikuwa ni sauti kubwa ya kujaza kelele chumbani humo. Kelele hizo zilifanya mamake apagawe kwa maumivu kweli. Hapana mwanangu jamani. Abi alikuwa analia vile. Mwacheni mwanangu jamani. Danieli alimshikilia tu mke wake Abi kwa nguvu. It's okay mke wangu, tulia. Alikuwa anampoza vile mke wake. Mganga mara baada ya kumaliza kuchanja akachukua ule mchanganyiko na kisha kupakaza katika zile sehemu zake zilizokuwa zinatoa damu mara baada ya kuchanjwa. Na kisha akamrudisha mtoto kwenye ile jamvi akiwa anaendelea kulia vile. Sasa imeshakamilika na mtoto ameshafungwa, alitangaza vile huyu mganga mara baada ya kuhakikisha kwamba Leila alikuwa ameshamtua pale kwenye jamvi. Mara baada ya kauli hiyo sasa wote walisimama kwa mara moja na kuanza kuimba nyimbo za ajabu kwa mtoto huyu ambaye alikuwa analia muda ule. Mara baada ya dakika chache baadaye walimaliza kila kitu na kumruhusu Abi kumchukua mtoto. Hatimaye sasa mtoto amekuwa ni mali yetu, alizungumza vile Bwana Kingo Megwa. Mtahakikisha kwamba anabaki bikira mpaka kijana wangu atakapomwingilia. Hataruhusiwa kabisa kujihusisha na mapenzi, na mwanamume yoyote atakayejaribu kuwa karibu naye basi atakufa. Na atakapokwenda kinyume na haya yote basi kijana wenu ataingia kwenye ugonjwa na familia yenu itapatwa na majanga yasiyoelezeka. Tunakuhakikisha kwamba tutamlea katika tabia ambayo yamenyoka na kuahidi kwamba hatutoangusha. Danieli na sasa alihakikisha vile. Hivyo ndivyo ilivyokuwa mwanangu. Abi alimaliza maneno hayo mara baada ya hadithi hiyo ndefu, na huko machozi yalikuwa yamejaza uso wake. Macho yake yote yalikuwa yamefunikwa kwa machozi kama hayo. Leila alijitelezesha tu sakafuni na kuyafumba macho yake. Dunia yake haikuwa ni salama kabisa. Ilikuwa imeharibika na hakuwa na uwezo wa kuzuia hilo. Dunia yake ilikuwa imekumbwa na majonzi na maumivu mazito. Dunia ya mateso pamoja na masononeko makubwa. Maumivu ambayo alikuwa akiyasikia muda ule Leila yalikuwa ni maumivu makubwa mno kuliko chochote kile ambacho ameshawahi kukupana nacho katika maisha yake. Yalikuwa ni maumivu ambayo alikuwa akiongoza mithili ya mvua ya asidi. Moyo wake ulikuwa na choma mno. Kichwa chake kilikuwa kinagonga tu muda wote bila kuacha. Machozi yalikuwa yanadondokea mashavuni mwake na hakuweza kabisa kuyazuia maumivu ambayo alikuwa anayahisi muda ule. Jada akajisogeza kwa dadake Leila ambaye alikuwa analia muda wote. Akainyanyua mikono yake na kisha kumruhusu dadake alilie kwenye mabega yake. Kila kitu alikuwa anakihisi kama vile ilikuwa ni ndoto. Ilikuwa ni ngumu kabisa kuamini kama kweli wazazi wake walikuwa wameamua kumtoa kafara dada yake kwa mzimu kama ofa ya kumlinda Alfred, na kushindwa kabisa kutafuta njia nyingine ya kutatua tatizo hilo. Leila alikuwa analia tu kwa sauti muda wote. Alilia na kulia tena hadi alishindwa kulia tena. Abi alikuwa hajawahi kabisa kuyaona machozi ya binti yake kwa kiasi kama hicho, kwa sababu siku zote alikuwa analia kimya kimya tu. Hakuwa na ruhusu sauti kwa maumivu yake ambayo alikuwa anapitia. Kumwona binti yake katika hali kama hiyo, alikuwa anahisi maumivu makali ndani ya moyo wake, lakini sasa alikuwa katikati. Alikuwa katika pande zote mbili, upande wa Alfred pamoja na upande wa Leila.
Wote walikuwa ni watoto wake wapendwa. Alfred alikuwa amelala tu akiwa hajitambui. Hali ilikuwa ni dhaifu kabisa, lakini Leila pia alikuwa katika uchungu mzito kwelikweli, akidondosha machozi bila kukoma. Abi alikuwa anawapenda watoto wake wote wawili, lakini alikuwa anajua kabisa kwamba hawezi kuwa nao wote kwa pamoja. Ni lazima tu mmoja atoke kusudi mwingine apone. Ilikuwa ni aidha Alfred abaki ama Leila ndio abaki. Na kama Leila atakubali kuolewa, basi labda Alfred angerejea katika uzima. Lakini pale ambapo atakapokataa kuolewa Leila, hiyo ilikuwa inamaanisha kabisa moja kwa moja kwamba Alfred alikuwa anarudisha change. Daniel katika upande mwingine alikuwa anamtazama tu binti yake Leila, ambaye huyu alikuwa anatoka na machozi, na katu hakuwa anajutia kabisa maamuzi yake bwana Daniel. Hakuwa na namna yoyote ya kukubali kijana wake apate na ugonjwa wa uchizi. Alikuwa anafanya kile ambacho mtu yoyote mwenye akili timamu lazima angefanya tu. Mara baada ya muda kidogo kupita sasa, Leila akajitoa kwenye mwili wa mdogo wake Jada na kusimama. Aliwatazama tu wazazi wake. Hasira pamoja na maumivu yalikuwa katika macho yake. Mama yake alianza kuzungumza. Usizungumze chochote kile mama. Usizungumze chochote, kwa sababu mimi naelewa vizuri kwamba Alfred ni mfalme. Alfred ni mtoto pendwa sana katika hii familia. Ni mtoto ambaye mmejitolea maisha yenu kwake yote. Sisi wengine hatuna thamani kabisa, tumekuwa ni kama takataka tu mama. Hatupendwi kabisa. Naelewa sana katika hilo na kuna haja ya kusema zaidi. Lakini usizungumze maneno kama hayo mwanangu. Mama yake alizungumza vile. Natumaini sasa mtaishi mara baada ya kijana wenu mpendwa kufariki. Unamaanisha kitu gani? Baba yake alihoji vile kwa jazba kweli. Namaanisha kwamba nilimsaidia mtoto wenu mwanzo, lakini sasa hivi sintoweza kufanya hivyo tena. Na hata akifa mimi sintojali. Usithubutu kufanya huo upuzi wako kabisa. Baba yake alizungumza vile kwa sauti ambayo ilikuwa inaonyesha kukereka kweli waziwazi kabisa. Leila aliacha kicheko tu mara baada ya babake kuzungumza vile. Mimi sitaki kusubiri mionekano ya nyuso zenu zitakavyokuwa wakati Alfred atakapowatangazia kifo. Alizungumza vile tu Leila kabla ya kuanza kukimbia na kuelekea chumbani kwake. Mara baada ya kufika huko chumbani, akachukua begi lake na kulitupia kitandani. Alifungua na kisha kuanza kuzipanga nguo zake. Hakuwa anataka kabisa usiku ule upite akiwa katika nyumba hiyo ambayo aliona kabisa kwamba haitajiki. Ilikuwa ni bora kwake kurandalanda mitaani tu kuliko kuwepo hapa nyumbani. Unataka uende wapi dada? Jada alimuuliza vile, na alikuwa amejawa na wasiwasi mkubwa alipomuona alikuwa anapaki nguo zake. Mimi sijui kabisa Jada. Ninachojua mimi ni kwamba nataka kuyahama hii nyumba basi. Okay basi wacha na kusindikiza nyumbani kwa Ansi. Nina hakika hatojali. Okay. Alizungumza vile Leila, na huko alikuwa anafunga zipu ya begi lake. Ilikuwa ni mara baada ya kuifunga pamoja mizigo yake ambayo hii alikuwa amemaliza kuipanga kwenye begi hilo. Vipi uko tayari sasa Jada aliuliza vile. Ndio niko tayari, lakini nakuita nitakapohitaji kitu kingine. Okay sawa. Leila alichukua mkoba wake na Jada akachukua begi hilo na kisha wakazianza hatua kuelekea upande wa chini wakiwa wanashuka ngazi. Nini maana yake hicho ambacho nafanya mwanangu? Mama yake aliuliza pale mara baada ya Leila pamoja na Jada kufika upande wa sebuleni. Naondoka mama. Samani sana kwa sababu siwezi tena kuishi katika nyumba moja na watu kama nyinyi. Kwa kila kitu ambacho mmenifanyia siwezi kabisa kuamini tena na kuwapenda tena, siwezi. Hauendi kokote hapa mwanangu nakwambia. Mama yake alizungumza vile. Ni sawa, jaribu kunizuia uone. Alizungumza vile Leila, na huko alikuwa anampita mama yake tayari kwa ajili ya kuondoka. Daniel mume wangu, basi naomba ufanye kitu atuweze kumruhusu aende. Daniel alisha kucheka tu mara baada ya mke wake kuzungumza vile. Mwasha ende. Atarudi tu. Alizungumza vile Danieli. Abi alijaribu kulinyanyua begi kutokea kwenye mkono wa Jada, lakini Jada alimsukuma kwa nguvu mamake na kudondoka chini pale pale. Nishike tena uone. Nitakuwashia moto mama, nakwambia kabisa. Jada alifoka vile kabla ya kuzipiga hatua kumwelekea Leila ambaye huyu alikuwa kashatangulia mbele. Twenzetu. Wawili hawa sasa waliongozana tu na kuelekea mlango.
Wakaufikia mlango na kuufungua na kisha kubamiza kwa hasira mara baada ya kutoka humo ndani. Jada aliweka begi ndani ya buti la gari na kisha kulifunga, na kisha wote waliingia ndani ya gari na safari ya kuelekea nyumbani kwa Hansi ilikuwa inaanza. Hakuna mtu yeyote aliyekuwa akimwongelesha mwenzake kwa dakika kadhaa kwenye gari hilo. Lakini walipokaribia kufika nyumbani kwa Hansi, Jada alivunja ukimya huo. Nadhani sasa unajua ni kitu gani ambacho unatakiwa kufanya kusudi kuvunja huo utepe, alizungumza pale Jada. Kitu gani? Leila aliuliza kwa namna ya kuwa na haraka hivi kutaka kujua. Unatakiwa kuvunja bikira yako, kwa sababu mara baada ya kufanya hivyo ile roho haitokuwa na chochote cha kufanya tena kwako bali kukuacha tu. Jada, hayo ni mawazo gani? Lakini roho anakuhitaji ukiwa piwa kabisa, kwa sababu anataka yeye ndio awe ni mtu wa kwanza kabisa kuondoa bikira yako, na hapo ndipo wewe pamoja na yeye mtakuwa mmeshaunganishwa pamoja. Lakini Owen amefariki kwa sababu yangu mimi. Sitaje kabisa damu ya mtu mwingine imwagike kwa mistake hiyo ambayo nilitaka kuifanya mwanzo. Sawa, lakini lazima utake risk. Yaani naogopa kabisa mpaka nachanganyikiwa mdogo wangu Jada. Fikiria kuhusu hilo dada, sawa? Sawa. Basi gari ilisimama nje ya nyumba ya Hansi. Jada alishuka na kusaidia kubeba mzigo wa Leila. Alifungua geti na kisha kuanza kutembea kuelekea ndani. Hello. Alikuwa anazungumza na Leila na huko alikuwa anafunga mlango kuingia ndani. Leila, Jada vipi? Hansi aliwapokea tu kwa mshtuko wa dakika kadhaa akiwaangalia kabla ya kuwakaribisha ndani. Karibuni ndani. Waliingia mpaka ndani kabisa na kisha Hansi akawaelekezea sebuleni. Nahitaji sehemu ya kukaa mpaka pale mzimu utakapoacha kabisa kwa karibu yangu, alizungumza pale Leila mara baada ya kuketi. Muda wote unakaribishwa kabisa Leila. Lakini ni kitu gani ambacho kimetokea? Ni mengi sana yametokea usiku huu Hansi. Wazazi wangu wamethibitisha kabisa kweli kwamba walinioza kwa mzimu. Nitakueleza mambo mengine mengi tu baadaye, alizungumza pale Leila na huko alikuwa anajilanza kwenye kochi. Nadhani ni muda wangu sasa wa kuondoka. Naomba uwe makini sana na dada yangu kwa ajili yangu, sawa? Jada alizungumza pale na Hansi. Nitamlinda katika maisha yangu yote pia, alizungumza pale Hansi na huko alikuwa anacheka mwenyewe. Basi nitakuwa na wewe bega kwa bega, alizungumza pale Jada na huko naye alikuwa anacheka. Unakwenda nyumbani mdogo wangu? Leila akamuuliza pale Jada. No, hapana, nitatumia usiku wote nyumbani kwa boyfriend wangu, na mimi nahitaji muda wa kuweka kila kitu sawa pia. Sawa basi, jishunge mwenyewe Jada, usijali katika hilo dada, alizungumza pale Jada na huko alikuwa anatabasamu. Jada akambusu dada yake kabla ya kuamua kuondoka zake. Wawili hawa walibaki huko ndani wakiwa wameketi kwenye kochi moja kama wapenzi vile wakiwa wanatazama tu movie. Hansi alikuwa amemruhusu Leila alalie tu upande wake wa kuume wa mbavu zake wakati wote walipokuwa wameketi kwenye hilo kochi moja. Leila hakuiacha hiyo nafasi. Alijibebisha kweli kweli, unaweza kusema kwamba Owen wake alikuwa amefufuka. Vipi, uko sawa? Hansi aliuliza pale na huko alikuwa anamtazama tu mara baada ya kimya cha muda mrefu kukatiza katikati yao. Leila alitikisa kichwa chake kumaanisha kwamba yuko sawa. Inaonesha lakini umezama kwenye dimbwi zito sana la mawazo. Leila aliacha pumzi nje kwa nguvu kulikweli kisha alijibu. Nafikiri itakuwa ni kuhusiana na kitu ambacho Jada amenieleza wakati tunakuja. Nipo tayari kusikia ni kitu gani? Na ni kitu tu ambacho so crazy yani, alizungumza vile Leila na huko alikuwa anacheka. Hansi akauruhusu uso wake utazamane tu na uso wa Leila. Niko tayari kukisikia Leila hicho kitu, usijali wewe niambie tu. Do you like me? Aliuliza vile Leila. Hilo swali limetokea wapi tena Leila? Namaanisha kwamba unavutiwa na mimi na utakubali kukutana na mimi kimwili nitakapokukabidhi mwili wangu. Leila, unajua nini Hansi? Basi potezea tu. Hapana Leila, hapana. Niambie kitu gani ambacho kinakusumbua? Leila alisita kwa muda kidogo kabla ya kuanza kuzungumza. Mimi nahitaji unifanye niwe wako.
Make love to me Hans. Alizungumza vile Leila na huku alikuwa anaonyesha hisia za kukata tamaa kabisa katika uso wake. Hans alisha kuguna tu na huku alikuwa anamtazama kwa kutoamini kile ambacho Leila alikuwa amezungumza. I said make love to me Hans. Chukua bikira yangu na unifanye mimi kwa wako. Hans hakuweza kujibu lolote. Ni kweli kabisa kwamba alikuwa anampenda sana Leila, lakini sasa bahati iliyo mbaya hakuwa wake. Kitendo cha Leila kuzungumza hivyo kilimfanya Duai na huku alikuwa anashangaa tu. Alibaki akiwa ameganda tu anamtazama. Upepo ulikuwa unavuma katikati ya miti. Mfululizo wa umeta ulikuwa unamulika kwenye giza. Jamaa alikuwa amesimama tu katikati ya barabara na huku alikuwa amevaa long black hooded robe, vazi jeusi lililokuwa limeungana na kofia kichwani, na huku lilikuwa na urefu uliokuwa unaishia miguuni kabisa. Macho yake yalikuwa yanang'aa kwa mng'ao ulikuwa na rangi nyekundu kwa kuweka duara. Alikuwa amezungukwa na giza. Alikuwa ametawaliwa na hasira ambayo hii haikuwa naweza kabisa kuzuilika. Alikuwa tayari kumuua mtu yeyote atakayesababisha maumivu katika moyo wake. Alikuwa anampenda sana Leila kusema ukweli, na hakuwa na njia ya kumwacha mwanamume mwingine yoyote achafue bikira yake wakati yeye aliisubiri kwa muda mrefu zaidi ya miaka 25. Jamaa alikuwa ametangaza vita. Alikuwa tayari kwenda kumdhuru Jada katika sehemu ambayo ingempatia maumivu makali, kwa sababu Jada ndio alikuwa anaonekana kuwa kikwazo katika penzi lake na Leila. Naenda kukikomesha kabisa kimbelembele chake. Alizungumza vile kwa hasira kweli kweli. Huyu alikuwa ni Seseseko, na simulizi yake ya nyuma tumeshaipata kupitia simulizi ya mama yake na Leila ambaye ni Abi. Alikuwa anaendesha gari kwa kasi kubwa na huko alikuwa anafuatisha maneno ya wimbo wa Mark Anthony unaitwa I Need You. Ulikuwa nasikika ndani ya redio kwenye gari hiyo. Hakutaka kabisa kujipatia stress kwa sababu kichwani mwake alikuwa na mengi kweli kweli. Gari ilipokuwa ikiingia katikati ya barabara ya mtaa ambayo ilikuwa inaongoza katika nyumba ya boyfriend wake, dubwasha lile jeusi lilikuwa likija mbele yake. Akazikanyaga breki kwa nguvu na kisha kusimamisha gari ghafla. Hofu pamoja na paniki ikasababisha macho yake yatazamane na macho ya dubwasha hilo ambalo lilikuwa mbele yake. Alikuwa analijua vizuri kabisa hilo dubwasha, lakini hakutegemea kabisa kama ipo siku eti atatazamana nalo macho kwa macho kama ilivyo leo. Alijaribu kuingiza gia ya reverse kusudi kurudisha gari nyuma ya dubwasha hilo, lakini gari ilikuwa na unguruma tu bila kupiga hatua. Ilikuwa ni kama matairi ya gari hilo yalikuwa yamezama kwenye ardhi hivi. Dubwasha likabaki tu lilikuwa linautazama mfadhaiko wa Jada kabla ya kuamua kutoa sauti kubwa ya cheko la mzaha. Unahitaji kitu gani kutokea kwangu? Aliuliza pale Jada kwa sauti ambayo ilikuwa na kutetemeka hivi. Wewe, lilizungumza pale dubwasha na huko lilikuwa linaonyesha kwa kidole. Mara alisikia mlango wa gari hiyo ulikuwa unafunguliwa na dubwasha likazama ndani ya gari na kuketi siti ya pembeni yake. Likaukamata mkono wa Jada na kisha kuushikilia kwa nguvu. Mkono wa dubwasha hilo uliokuwa na ubaridi wa barafu ulipoendelea kubaki kwenye mkono wa Jada, Jada akajikuta alikuwa anapiga kelele kubwa kwelikweli kwa nguvu. Usipoteze muda wako kupiga kelele. Hakuna yote ambaye ataweza kukusaidia hapa. Lilizungumza vile hili dubwasha. Umejaribu sana kumtesa dadangu kwa miaka mingi, na sasa umenifuata mimi. Naomba ukae mbali kabisa na mimi. Alikuwa anazungumza vile Jada kwa kulalamika kweli kweli. Binti, acha kelele zako. Acha kelele zako. Sisi hatumilikiwi kabisa na wewe. Elewa hilo. Kimya, anasema. Usisumbuke kabisa, hata kuninyamazisha ni bora uende tu. Alikuwa anazungumza vile Jada na huko alikuwa anajaribu kupokonywa mkono wake kutoka kwenye dubwasha hilo. Dubwasha likawacha mkono wa Jada na kisha likatema mate ya mlipuko wa moto katika uso wa Jada. Jada alipiga makelele kweli kweli alipohisi uso wake ulikuwa unaungua. Stop please, stop. Alikuwa anazungumza vile Jada. Kwa sasa ndio unaniomba, si ndio manake? Lilizungumza vile dubwasha hilo na ukweli lilikuwa linacheka lenyewe. Tafadhali naumia, stop. Alikuwa anazungumza vile Jada na ukweli alikuwa anaumia zaidi. Dubwasha hilo likarudia tena kuzungumza, liko linaiga sauti ya Jada kabla ya kuanza kucheka kwa kicheko cha juu kabisa. Alikuwa anapenda sana kucheza na binadamu huyo dubwasha.
Vile binadamu walivyokuwa wanapagawa mara baada ya kutishwa, basi kwake ilikuwa ni kama burudani kabisa. Mara baada ya dakika kadhaa sasa za kulia kulipotokana na maumivu makali, Jada alipoteza fahamu pale pale. Lile dubwasha likamtazama kabla ya kutoka ndani ya gari na kisha kupotea pale pale. Please Hans, please, Leila aliomba vile. Lakini Leila, mimi sifikiri kabisa kama hiyo itakuwa ni idea nzuri, alizungumza pale Hans, na huko alikuwa anamtazama Leila pale pale kwenye kochi ambapo walikuwa wameketi wawili. Help me to break this spell, alizungumza vile Leila, na huku kukata tamaa kulikuwa kumeujaza uso wake. Hapana kabisa Leila, sikuvutii vya kutosha Hans. Hata kunitazama kimapenzi pia hutaki Hans. Basi unaweza kufanya mapenzi na mimi na huku nawaza unafanya na mtu mwingine yote ambaye unampenda wewe. Katu Leila hakuelewa kabisa kwamba Hansi alikuwa akimtaka vibaya mno. Sema tu hali iliyopo mbele yake ndio ambayo ilikuwa inamfanya shindwa kabisa kufanya maamuzi bwana Hansi. Kila mara picha ya lile dubwasha ilikuwa inamjia kichwani mwake Hansi. Alikuwa anaogopa kweli kweli Hansi kukutana kimapenzi na Leila. Leila alikuwa anapitia wakati mgumu kweli kweli, na wala Hansi hakutaka kabisa kuchukua advantage ya swala kama hilo ili kusudi kulitafuna tunda ambalo alikuwa analitamani tangu siku ya kwanza kabisa kulimega hata kwa chumvi ya mawe. Hansi hakuwa anataka kabisa kumfanya Leila baadaye ajutie, ambapo inaweza ikawa too late. I like you. Ila sasa alimkatisha vile Leila. Siwezi katika hali kama hii Leila. Okay, alisimama Leila. Hansi alimtazama tu Leila kwa macho ya huruma. Alikuwa anaishi hali ya kukata tamaa kabisa ambayo alikuwa nayo Leila katika uso wake. Aliukamata mkono wake Leila. Unaniweka katika wakati mgumu sana Leila, unajua hilo. Ninakuvutia Hansi ama la? Ni kweli ndio unanivutia. Basi hatuna kitu cha kuzungumza zaidi hapa. Alianza kuvua nguo zake zote taratibu mbele ya Hansi, na mara baada ya sekunde chache alibaki mtupu kabisa kama alivyokuwa amezaliwa. Hansi aliutazama mwili wa Leila ulivyokuwa mtupu kabisa, na kisha aliyapitisha mafunde ya mate kijoni mwake. Leila alikuwa na muonekano wa kuvutia ajabu. Kitovu kidogo kilichokuwa kimedumbukia ndani ya tumbo lake lisilokuwa na kitambi kilifanya Hansi aendelee tu kuyameza mate yake kama vile alikuwa ameona mishikaki ya ngamia iliyojazwa pilipili. Alipoyashusha macho yake chini ya kitovu hicho, ndio kabisa alikuwa anazidi kupagawa, kwa sababu ilikuwa ni kama kitumbua kilichokuwa kimeiva vizuri kabisa kilikuwa kimebandikwa katika eneo hilo. Kusema ukweli, Leila alikuwa na mzuri balaa. Hata sijui ni kwa nini hakuwa na mwanamume ambaye alikuwa amegusa kitumbua hicho, lakini kilikuwa kimevimba vizuri, utafikiri mashavu ya paka wa Bibi Shauri kule Mchamba Wima. Naomba nifanye niwe wako, Leila aliomba vile kwa mara nyingine tena, kwa uso ambao ulikuwa umebeba huruma. Hatimaye sasa Hansi, mwanamume ambaye alikuwa amekabilika, aliyezaliwa salama kabisa bila kitovu kuondolewa kwenye msumari wake wa moto, akajikuta alikuwa na ruhusu msumari wake huo uanze harakati za kunyanyua vyuma taratibu ndani ya suruali. Akasimama mbele yake na kisha kuanza kumbusu taratibu na polepole, wakati alikuwa anamuongoza kuelekea chumbani, kwa sababu hapo hapakuwa sehemu sahihi kwa ajili ya kufanya jambo hilo. Si unajua tena kama ilivyo kwamba kila maneno na sehemu yake, basi ni vile vile pia kila tendo lina mahala pake. Mahaba yake ni chumbani, hasa usiri uwe faragani. Walipofika huko chumbani, bwana akamnyanyua kwa mikono yake na kisha kumweka taratibu kitandani. Leila alikuwa anatazama juu kwa aibu kweli, na pale alipomwona Hansi akiwa mtupu, alikuwa anatamani ardhi iweze kummeza kabisa atumbukie ndani yake. Alikuwa na aibu kubwa kweli Leila. Hiyo ndiyo ilikuwa ni mara yake ya kwanza kabisa kumwona mwanamume akiwa mtupu kama hivi. Alikuwa hajawahi kabisa kuona hata kwenye video za utupu tu, kwa sababu alikuwa anazikwepa sana video za namna kama hiyo. Hansi akaulaza mwili wake uliokuwa mtupu kabisa juu ya mwili wa Leila uliokuwa mtupu pia, na kuanza kumbusu. Sauti za minongoniko ya kimahaba zilikuwa zinatoka katika midomo ya Leila wakati Hansi alipokuwa akizidi utundu wake. Alikuwa anauchezea mwili wake kwa kutumia midomo yake tu. Leila alikuwa anahisi yuko sehemu ambayo hajawahi kabisa kufika kutokana na raha ambazo alikuwa anapokea. Hansi alimfanyia vitu ambavyo Leila katu hajawahi kabisa kuwaza kama atakuja kuvipata.
Leila alichanua miguu yake tayari kwa ajili ya kumkaribisha bwana Hansi katika pacha za miguu hiyo. Hakuwa tayari tena kuendelea kusubiria. Nifanye niwe wako Hansi. Alikuwa anazungumza bila Leila tu kwa tabu, na huko alikuwa anapumua kwa shida. Una uhakika kwamba uko tayari kwa hili Leila? Alizungumza bila Hansi kwa sauti ya kunong'ona, na huko alikuwa ameyaganisha macho yake katika macho ya Leila. Leila ambaye alikuwa ameshindwa kabisa kuyafumbua macho yake yote, alitikisa kichwa chake kukubali tu. Alikuwa katika hatua ya mwisho kabisa kuzamisha msumari wake ndani ya kitumbua cha Leila. Msumari ulikuwa tayari umeshavuja jasho balaa. Ghafla pale pale ilisikika sauti ya hasira iliyokuwa na mwangwi, na kilichofuatia pale ulikuwa ni mlango wa chumbani humo kufunguliwa kwa nguvu. Ghafla hali ya hewa ikabadilika pale pale. Hali ya kutisha ilitawala katika chumba hicho. Hansi aligeuza shingo yake kutazama mlangoni, na bado alikuwa kwenye miguu pacha ya Leila akiwa anashangaa tu hali hiyo. Na sio yeye tu, hata Leila pia mwenyewe alikuwa anashangaa kweli kweli. Unathubutu vipi kuonyesha utupu wako kwa mwanamume mwingine? Umejichafua mwenyewe Leila, na kwa hilo matokeo yake utayapata muda so mrefu. Na wewe nimekuonya sana kukaa mbali na huyu mwanamke, lakini ukusikia, si ndio? Umenijeruhi na kwambia. Umevunja moyo wangu. Ilikuwa nazungumzia vile sauti, na huku ilikuwa na unguruma kwa nguvu. Hasira ilikuwa nadhihirishwa kabisa katika sauti hiyo. Na kwa kweli huyu ndo bwana alikuwa amekuja kwa ajili ya kisasi. Leila akajikumbatisha tu kwa Hansi, na huku alikuwa na hema kwa hofu. Hansi naye sasa kwa upande wake wala hakujua ni vipi amjibu huyu kiumbe, na ni vipi angelitaja jina la Mungu wake, ili hali alikuwa ni mtupu kabisa juu ya mwili wa Leila, na alikuwa tayari kushirikiana naye kimwili. Alijawa na aibu kabisa hata kumwomba Mungu wake. Ukimya wenye kuogopesha ulipita kwa dakika kadhaa, lakini ghafla Hansi akaondolewa pale kitandani kwa nguvu ambayo hakuwa anaiona kabisa. Alikuwa sasa anazungushwa hewani kwa dakika chache kabla ya kubamizwa sakafuni kwa nguvu. Hansi! Leila alikuwa anapiga makelele vile mara baada ya kuona Hansi alikuwa amebamizwa sakafuni. Alikuwa anataka kumkimbilia, lakini alishindwa kabisa. Hakuweza kabisa hata kujisogeza. Aliyatupia tu macho yake katika moja kati ya kona ya chumba hicho, na kuliona dubusha hilo lilikuwa limesimama tu. Ghafla likaanza kutembea kumwelekea Hansi. Lilipomfikia sasa likamkamata juu kama vile hakuna kitu ambacho lilikuwa limekibeba. Likamrusha juu hewani pale pale. Wakati mwili wa Hansi ulipokuwa unarejea chini, Leila akaacha ukunga wa kelele. Alikuwa na hofia sana kwamba dubusha hilo linakwenda kummaliza kabisa Hansi. Hansi nguvu zake zote zilikuwa zikidhoofika kadri dubusha hilo lilivyokuwa linazidi kumrusha juu na kumrudisha chini. Je, ni kitu gani kitaendelea? Hansi anaweza kupona kwenye hili sekeseke hapa ndani? Na mwisho wa hili dubasha kwa Leila utakuwa ni upi? Leila ataolewa ama ataokoka? Karibu sana katika sehemu ijayo. Itakuwa ni sehemu ya 9 ya simulizi yetu nzuri inaitwa Kimya Kizito. Mimi naitwa Felix.